Yes, mtazamaji wa Mtani TV, ni siku nyingine tena tunakutana hapa kujadili taarifa mbalimbali za kimichezo, na leo hii tuna taarifa za moto kabisa kutokea katika klabu ya Dar es Salaam Young Africans ambao wameendelea kuboresha kikosi chao kwenye dirisha hili dogo la usajili ambalo linakwenda kufunguliwa mapema mwezi Januari mwaka 2026. Na tayari tunafahamu kwamba Dar es Salaam Young Africans wameshamtambulisha mshambuliaji alikuwa mshambuliaji wa TRA United, zamani Tabora United, Emmanuel Mwanengo, mchezaji ambaye amesajiliwa dirisha hili dogo katika timu hiyo ya wakusanya kodi kutoka mkoani Tabora, na tayari yeye amesaini mkataba wa miaka miwili kuwatumikia wananchi wa Jangwani. Na Young Africans hawapoi. Taarifa ambazo zimetufikia sasa hivi ni taarifa ambazo zinawahusu Yanga kufikia makubaliano ya uhamisho wa nyota kadhaa kutokea katika kikosi cha Singida Black Stars ya mkoani Singida. Nyota hao ni Maruf Chakei ambaye amejiunga na Dar es Salaam Young Africans kwa makubaliano maalum kitokea kwa limalizeti hao wa mkoani Singida, na anakwenda Dar es Salaam Young Africans kuongeza nguvu kwenye safu ya kiungo cha ushambuliaji. Taarifa nyingine ni taarifa ambayo inamhusu pia kiungo wa Singida United, Singida Black Stars, Mohamed Damaro, ambaye huyu kiasiri ni raia wa Guinea, lakini tunafahamu kwamba mwaka ulioisha alipewa uraia wa Tanzania. Kwa hiyo anafahamika kama ni Mtanzania huyu kiungo ambaye amepewa uraia wa Kitanzania kutokea nchini Guinea, Mohamed Damaro, ambaye anakwenda kuenda kukimarisha kikosi cha Young Africans kwenye idara ya eneo la kiungo cha katikati. Huyu ni kiungo mkabaji ambaye alisajiliwa kutokea huko Hafia ya nchini Guinea. Sasa kwenye makubaliano hayo ya nyota hao wawili kutoka Singida kwenda Young Africans, Maruf Chakei pamoja na Mohamed Damaro, Singida pia wanakwenda kunufaika na makubaliano hayo, kwa sababu nao pia kuna nyota wawili kwenye kikosi cha Young Africans nao wanakwenda upande wa pili wa Singida Black Stars. Nyota wa kwanza ni Mohamed Dombia, midfield AI huyu, ambaye wakati anajiunga na Young Africans mapema kwenye dirisha kubwa la usajili msimu huu aliimbwa na kusifiwa kama ni moja kati ya usajili bora kabisa msimu huu kwenye ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, lakini ameshindwa kuonyesha uwezo wake, na sasa anakwenda kwa walimalizeti wa Singida Black Stars kwenda kujitafuta na kuonyesha na kuprove uwezo wake huko katika kikosi cha wanalizeti wa Singida Black Stars. Nyota mwingine ambaye anakwenda upande wa pili kutoka Yanga kwenda Singida kama sehemu ya makubaliano ya timu hizo mbili ni kiungo Musa Bala Conte, kiungo ambaye alikuja pia kwa Mbwembwe, alisajiliwa kwa Mbwembwe kutokea Sfaxien ya klabu hii ambayo inashiriki ligi kuu ya soka nchini Tunisia. Musa Bala Conte anakwenda kuchukua nafasi ya Mohamed Damaro wa Singida Black Stars, ambaye naye wameswap ama wameswitch team. Huyu ametokea Yanga, huyu mwingine ametokea Singida Black Stars. Kwa hiyo Mohamed Damaro anakwenda Young Africans, lakini Singida Black Stars kwenye makubaliano ya uhamisho wa mchezaji huyo, wao wanampata Musa Bala Conte kwa mkataba wa mkopo wa miezi 6 mpaka mwisho wa msimu huu 2025 2026. Mohamed Dumbia yeye anakwenda kuchukua nafasi ya Maruf Chakei ambaye yeye anatokea Singida Black Stars na kujiunga na Dar es Salaam Young Africans. Kwa hiyo hizo ndo swap mbili ambazo Young Africans na Singida wamezifanya. Deal hizo zimekamilika leo hii, na wachezaji kama Mohamed Dumbia pamoja na Musa Bala Conte wao tayari wameanza safari kuelekea visiwani Zanzibar kujiunga na kikosi cha Singida Black Stars ambacho tayari kinaendelea na michezo yake ya kushiriki mashindano yale madogo ya Kombe la Mapinduzi, na tayari tunafahamu wamecheza mchezo mmoja dhidi ya Mlandege na kuibuka na matokeo ya ushindi wa magoli 3-1. Wanajiandaa na mchezo unaofuatia dhidi ya URA, kama nitakuwa sijakosea, URA pamoja na Azam ambao wapo katika kundi moja. Maruf Chakei pamoja na Mohamed Damaro muda wote watajiunga na kikosi cha Young Africans kwa ajili ya utambulisho, lakini pia kuanza mazoezi na wenzao ili kujiandaa na mikiki pia ya mashindano haya madogo ya Kombe la Mapinduzi, na wataonekana huko Zanzibar visiwani wakiwa na uzi wa kijani na njano kutokea kwa walimalizeti
wa Singida Black Star, timu ambayo inashiriki pia ligi kuu ya soka Tanzania bara kutokea mkoa wa Singida. Kwa hiyo hayo ndo maingizo mapya ya Yanga mpaka sasa hivi, na kwa taarifa nilizonazo ni kwamba bado maingizo mapya kwenye kikosi cha Young Africans yataendelea kufanywa. Tayari Mwanengo kutoka Tabora United ama TRA ameshajiunga na Young Africans, ni mshambuliaji huyu wakati na wapembeni, lakini kiungo wakati Mohamed Damaro kutoka Singida ameingia kwenye kikosi cha Young Africans, bila kumsahau kiungo mshambuliaji ambaye anaweza kucheza kama namba 10 ama winga wa pembeni Maruf Chakei, naye pia amejiunga na wananchi kutokea Singida Black Stars. Young Africans bado wanaendelea kutafuta wachezaji wengine kwenye maeneo ya shambuliaji hasa. Wanahitaji pia kuongeza mshambuliaji mwingine wa kati, na kuna taarifa kwamba mshambuliaji wao raia wa Kongo Andri Boeli pia naye anaweza kaachwa ama kutolewa kwa mkopo, then mshambuliaji mwingine wa kigeni akaweza kuingia na kuchukua nafasi yake. Pia Young Africans pia wapo kwenye mazungumzo pia ya kuongeza winga mwingine wa kulia ama kushoto, na mazungumzo ambayo yanaendelea ni kati ya Yanga na kiungo mshambuliaji wa Vipers ya Uganda Alan Okello, kama kuna uwezekano wa yeye kujiunga mapema kwenye dirisha hili dogo la usajili ambalo linaenda kufunguliwa mwezi wa kwanza mwaka 2026. Kwa hiyo ndo hayo ambayo yanajiri katika kikosi cha Young Africans mpaka sasa hivi. Maruf Chakei, Mohamed Damaro kutoka Singida rasmi wamejiunga na Young Africans kwa makubaliano maalum, lakini Musa Bala Conte kiungo huyo wa mpira pamoja na midfield AI Mohamed Dombia wao wanatoka Young Africans wanakwenda Singida Black Stars. Ni nini maoni yako kuhusiana na hizi swap ambazo zimefanywa na Yanga pamoja na Singida kujua hawa wachezaji wawili? Andikia comment yako hapo chini hapo kwenye channel yetu ya Mtani TV, lakini endelea kusubscribe channel yetu hii ya Mtani TV ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi zinapotoka kwa wakati sahihi. Mimi ni Shabel Daniel. Yes, mtazamaji wa Mtani TV, ni siku nyingine tena tunakutana hapa kujadili taarifa mbalimbali za kimichezo, na leo hii tuna taarifa za moto kabisa kutokea katika klabu ya Dar es Salaam Young Africans ambao wameendelea kuboresha kikosi chao kwenye dirisha hili dogo la usajili ambalo linakwenda kufunguliwa mapema mwezi Januari mwaka 2026. Na tayari tunafahamu kwamba Dar es Salaam Young Africans wameshamtambulisha mshambuliaji alikuwa mshambuliaji wa TRA United, zamani Tabora United, Emmanuel Mwanengo, mchezaji ambaye amesajiliwa dirisha hili dogo kutokea timu hiyo ya wakusanya kodi kutoka mkoani Tabora, na tayari yeye ameshasaini mkataba wa miaka 2 kuwatumikia wananchi wa Jangwani, na Young Africans hawapoi. Taarifa ambazo zimetufikia sasa hivi ni taarifa ambazo zinawahusu Yanga kufikia makubaliano ya uhamisho wa nyota kadhaa kutokea katika kikosi cha Singida Black Stars ya mkoani Singida. Nyota hao ni Maruf Chakei ambaye amejiunga na Dar es Salaam Young Africans kwa makubaliano maalum kitokea kwa limalizeti hao wa mkoani Singida, na anakwenda Dar es Salaam Young Africans kuongeza nguvu kwenye safu ya kiungo cha ushambuliaji. Taarifa nyingine ni taarifa ambayo inamhusu pia kiungo wa Singida United, Singida Black Stars, Mohamed Damaro, ambaye huyu kiasiri ni raia wa Guinea, lakini tunafahamu kwamba mwaka ulioisha alipewa uraia wa Tanzania, kwa hiyo anafahamika kama ni Mtanzania huyu kiungo ambaye amepewa uraia wa Kitanzania kutokea nchini Guinea, Mohamed Damaro, ambaye anakwenda kuenda kukimarisha kikosi cha Young Africans kwenye idara ya eneo la kiungo cha katikati. Huyu ni kiungo mkabaji ambaye alisajiliwa kutokea huko Hafia ya nchini Guinea. Sasa kwenye makubaliano hayo ya nyota hao wawili kutoka Singida kwenda Young Africans, Maruf Chakei pamoja na Mohamed Damaro, Singida pia wanakwenda kunufaika na makubaliano hayo kwa sababu nao pia kuna nyota wawili kwenye kikosi cha Young Africans nao wanakwenda upande wa pili wa Singida Black Stars. Nyota wa kwanza ni Mohamed Dombia, midfield AI huyu ambaye wakati anajiunga na Young Africans mapema kwenye dirisha kubwa la usajili msimu huu aliimbwa na kusifiwa kama ni moja kati ya usajili bora kabisa msimu huu kwenye ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, lakini ameshindwa kuonyesha uwezo wake, na sasa anakwenda kwa walimalizeti wa Singida Black Stars kwenda kujitafuta na kuonyesha na kuprove
uwezo wake huko katika kikosi cha wanaalizeti wa Singida Black Stars. Nyota mwingine ambaye anakwenda upande wa pili kutoka Yanga kwenda Singida kama sehemu ya makubaliano ya timu hizo mbili ni kiungo Musa Bala Conte, kiungo ambaye alikuja pia kwa Mbwembwe, alisajiliwa kwa Mbwembwe kutokea Sfaxien ya klabu hii ambayo inashiriki ligi kuu ya soka nchini Tunisia. Musa Bala Conte anakwenda kuchukua nafasi ya Mohamed Damaro wa Singida Black Stars ambaye naye wameswap ama wameswitch team. Huyu ametokea Yanga, huyu mwingine ametokea Singida Black Stars. Kwa hiyo Mohamed Damaro anakwenda Young Africans, lakini Singida Black Stars kwenye makubaliano ya uhamisho wa mchezaji huyo, wao wanampata Musa Bala Conte kwa mkataba wa mkopo wa miezi 6 mpaka mwisho wa msimu huu 2025 2026. Mohamed Dumbia yeye anakwenda kuchukua nafasi ya Maruf Chakei ambaye yeye anatokea Singida Black Stars na kujiunga na Dar es Salaam Young Africans. Kwa hiyo hizo ndo swap mbili ambazo Young Africans na Singida wamezifanya. Deal hizo zimekamilika leo hii na wachezaji kama Mohamed Dumbia pamoja na Musa Bala Conte wao tayari wameanza safari kuelekea visiwani Zanzibar kujiunga na kikosi cha Singida Black Stars ambacho tayari kinaendelea na michezo yake ya kushiriki mashindano yale madogo ya Kombe la Mapinduzi, na tayari tunafahamu wamecheza mchezo mmoja dhidi ya Mlandege na kuibuka na matokeo ushindi wa magoli 3-1. Wanajiandaa na mchezo unaofuatia dhidi ya URA kama nitakuwa sijakosea, URA pamoja na Azam ambao wapo katika kundi moja. Maruf Chakei pamoja na Mohamed Damaro muda wote watajiunga na kikosi cha Young Africans kwa ajili ya utambulisho, lakini pia kuanza mazoezi na wenzao ili kujiandaa na mikiki pia ya mashindano haya madogo ya Kombe la Mapinduzi, na wataonekana huko Zanzibar visiwani wakiwa na uzi wa kijani na njano kuelekea kwa walimalizeti wa Singida Black Star, timu ambayo inashiriki pia ligi kuu ya soka Tanzania bara kutokea mkoa wa Singida. Kwa hiyo hayo ndo maingizo mapya ya Yanga mpaka sasa hivi, na kwa taarifa nilizonazo ni kwamba bado maingizo mapya kwenye kikosi cha Young Africans yataendelea kufanywa. Tayari Mwanengo kutoka Tabora United ama TRA ameshajiunga na Young Africans, ni mshambuliaji huyu wakati na wapembeni, lakini kiungo wakati Mohamed Damaro kutoka Singida ameingia kwenye kikosi cha Young Africans, bila kumsahau kiungo mshambuliaji ambaye anaweza kucheza kama namba 10 ama winga wa pembeni Maruf Chakei, naye pia amejiunga na wananchi kutokea Singida Black Stars. Young Africans bado wanaendelea kutafuta wachezaji wengine kwenye maeneo ya ushambuliaji hasa. Wanahitaji pia kuongeza mshambuliaji mwingine wa kati, na kuna taarifa kwamba mshambuliaji wao raia wa Kongo Andri Boeli pia naye anaweza kaachwa ama kutolewa kwa mkopo, then mshambuliaji mwingine wa kigeni akaweza kuingia na kuchukua nafasi yake. Pia Young Africans pia wapo kwenye mazungumzo pia ya kuongeza winga mwingine wa kulia ama kushoto, na mazungumzo ambayo yanaendelea ni kati ya Yanga na kiungo mshambuliaji wa Vipers ya Uganda Alan Okello, kama kuna uwezekano wa yeye kujiunga mapema kwenye dirisha hili dogo la usajili ambalo linaenda kufunguliwa mwezi wa kwanza mwaka 2026. Kwa hiyo ndo hayo ambayo yanajiri katika kikosi cha Young Africans mpaka sasa hivi. Maruf Chakei, Mohamed Damaro kutoka Singida rasmi wamejiunga na Young Africans kwa makubaliano maalum, lakini Musa Bala Conte kiungo huyo wa mpira pamoja na midfield AI Mohamed Dumbia wao wanatoka Young Africans wanakwenda Singida Black Stars. Ni nini maoni yako kuhusiana na hizi swap ambazo zimefanywa na Yanga pamoja na Singida kujua hawa wachezaji wawili? Andikia comment yako hapo chini hapo kwenye channel yetu ya Mtani TV, lakini endelea kusubscribe channel yetu hii ya Mtani TV ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi zinapotoka kwa wakati sahihi. Mimi ni Shabel Daniel.